Bitcoin ni nini? Inaweza kuwa Bitcoin mpya. Habari. Katika video hii nitakuelezea kwa urahisi ni nini sarafu za kidijitali na jinsi Pi Network inaweza kubadilisha ulimwengu huu. Kama unataka kujua jinsi Bitcoin inavyofanya kazi na jinsi ya kuanza kuichimba bure kutoka kwa simu yako ya mkononi, uko mahali sahihi. Neno kuchimba kwa urahisi linamaanisha kuchangia katika uendeshaji na usalama wa mtandao ambao unajiunga nao, na kama malipo kupokea na kukusanya sarafu ya kidijitali inayohusiana. Katika video hii nitajaribu kukuelezea kwa ujumla, kwa njia rahisi na bila kutumia maneno mengi ya kitaalamu, ni nini sarafu ya kidijitali na inatofautianaje na sarafu za jadi. Tutazungumzia pia mradi wa Pi Network na sarafu yake ya kidijitali Picoin, na jinsi inavyotofautiana na sarafu nyingine za kidijitali kama Bitcoin. Nilianza kufuatilia mradi wa Pi Network miaka michache iliyopita. Shukrani kwa rafiki ambaye aliniambia kuhusu hilo na kunialika kujiandikisha. Tangu wakati huo, nami nimealika marafiki mbalimbali, na kwa wengi wao nimeelezea ni nini kinachohusu. Kwa hiyo nilifikiria kuwa inaweza kuwa na manufaa kufanya video inayofafanua jinsi ya kujiandikisha na kuanza kuchimba Picoin. Ikiwa wewe pia kama mimi, wakati wa kujiandikisha kwangu kwenye Pi Network unajua kidogo au hujui chochote kuhusu ni nini na jinsi sarafu za kidijitali zinavyofanya kazi, nitajaribu kukupa maelezo, lakini kwa njia rahisi sana, kwani hakika mimi si mtaalamu wala fundi katika sekta hii. Nitakupa taarifa ambazo nimekusanya kutoka kwenye tovuti mbalimbali mtandaoni ili kuanza kuelewa ulimwengu huu. Natumaini zitakufaa, na natumai wataalamu wa sekta hii hawatanikasirikia kwa urahisishaji wangu wa hali ya juu. Wacha tuanze na dhana za sarafu na cryptocurrency. Sarafu ni nini? Sarafu ni njia ya kubadilishana inayotumika katika nchi kununua bidhaa na huduma. Ni kitengo rasmi cha fedha cha nchi au eneo la kiuchumi. Inatolewa na benki kuu ya nchi na kuwekwa katika mzunguko ndani ya mipaka ya kitaifa. Kila nchi ina sarafu yake. Kwa mfano, barani Ulaya tunatumia euro ambayo inatengenezwa na kutolewa na ECB, benki kuu ya Ulaya, na benki kuu mbalimbali za kitaifa za nchi za mfumo wa Ulaya. Nchini Italia na benki ya Italia. Nchini Amerika kwa dola inashughulikiwa na Federal Reserve. Na karibu hali hiyo hiyo inatokea katika nchi zote duniani kwa sarafu zao husika. Inatokea kwamba katika mfumo wa jadi, mamlaka ya kufanya maamuzi kuhusu utoaji wa sarafu na usimamizi wa uchumi husika hubakia mikononi mwa wachache. Aina hii ya mfumo inaitwa fedha zilizo kati, saifi. Badala yake, cryptocurrency ni nini? Sarafu ya kidijitali au sarafu ya crypto ni sarafu ya kidijitali inayotegemea usimbaji fiche, na hasa zaidi kwenye blockchain. Tutazungumzia teknolojia ya blockchain baada ya muda mfupi. Kwa hivyo, sarafu ya crypto ni sarafu ya mtandaoni inayowakilisha dhamani ya kidijitali na hutumika kama njia ya kubadilishana au kushikiliwa kwa madhumuni ya uwekezaji. Sarafu za crypto zinaweza kuhamishwa, kuhifadhiwa au kuuzwa kielektroniki. Kwa kawaida, sarafu za crypto hazitolewi wala kudhibitiwa na mamlaka yoyote kuu, tofauti na sarafu za jadi. Kwa ujumla, sarafu za crypto huzalishwa na kusimamiwa katika mfumo unaoitwa wa fedha zisizo na udhibiti wa kati, DeFi. Kwa muhtasari, ni tofauti gani kuu kati ya mfumo wa uchumi wakati wa sarafu za jadi na mfumo usio na udhibiti wakati wa sarafu za crypto? Tofauti kuu zinahusu udhibiti, usimamizi na usalama wa miamala, na nani anayeendesha udhibiti huu. Katika uchumi wa kati, udhibiti unafanywa na mamlaka kuu tulizozungumzia. Sarafu za jadi kama euro na dola zinatolewa na kudhibitiwa na benki kuu kama vile benki kuu ya Ulaya, Federal Reserve na kadhalika, ambazo zinadhibiti usambazaji wake, viwango vya riba na sera ya fedha.
Ni mfumo unaotumia wapatanishi wa kifedha. Miamala hupitia benki au taasisi za kifedha ambazo zinahakikisha usalama wake, lakini zinaweza kutoza ada au kuweka vikwazo. Benki kuu zinaweza kuchapisha pesa kwa hiari yao na kusababisha mfumuko wa bei na kushuka kwa thamani, hivyo kupoteza thamani na uwezo wa kununua wa sarafu hiyo. Uchumi usio na mamlaka kuu kama ule wa sarafu za kidijitali hauko chini ya mamlaka kuu. Sarafu inasimamiwa na kulindwa na mtandao uliosambazwa wa watumiaji kupitia teknolojia ya blockchain, teknolojia ambayo tutazungumzia kwa muda mfupi. Hakuna benki kuu inayoweza kudhibiti utoaji wake. Miamala ni ya moja kwa moja kati ya watumiaji, yaani shughuli zinafanyika moja kwa moja kati ya watumiaji bila wapatanishi, hivyo kupunguza gharama na kuongeza kasi. Sarafu nyingi za kidijitali zinatumia faida za usambazaji ulio na mipaka, uliopangwa na uliowekwa awali, kwani kiasi cha juu cha sarafu kitakachowekwa sokoni kimeamuliwa mwanzoni, katika hatua mbalimbali na kwa njia zinazolenga kupunguza hatari ya kushuka thamani. Zinatoa faragha zaidi, lakini udhibiti mdogo. Miamala yote inarekodiwa kwenye blockchain na inaweza kutazamwa na watumiaji wote kwa uwazi, lakini mara nyingi haihitaji data za kibinafsi, jambo ambalo linaweza kusababisha udhibiti mdogo ikilinganishwa na sarafu za jadi katika baadhi ya matukio. Kuhusu kipengele hiki cha mwisho, ni muhimu kufafanua kwamba ingawa sarafu za kidijitali hazitolewi na benki kuu, uhalali wao unatambulika katika nchi nyingi duniani. Kwa kweli, katika mataifa mbalimbali, sarafu za kidijitali zinadhibitiwa na kanuni maalum ambazo zinaweka jinsi zinavyopaswa kutumiwa na kutozwa kodi. Kwa mfano, barani Ulaya kuna kanuni ya MiCA, masoko katika mali za kidijitali, ambayo inadhibiti utoaji na matumizi ya sarafu za kidijitali ili kulinda wawekezaji na kuhakikisha uwazi zaidi. Nchini Marekani, kwa upande mwingine, sarafu za kidijitali zinakabiliwa na kanuni za SEC, Tume ya Usalama na Ubadilishanaji, na CFTC, Tume ya Biashara ya Baadaye ya Bidhaa, ambazo zinadhibiti matumizi yao. Hii inamaanisha kwamba hata kama sarafu za kidijitali si fedha halali kama euro au dola, katika nchi nyingi kuna sheria zinazowaruhusu kuzitumia, zikieleza njia ambazo zinaweza kubadilishwa, kutozwa kodi na kuingizwa katika mifumo ya kifedha ya jadi. Tuzungumze kuhusu teknolojia ya blockchain. Neno blockchain linarejelea mfumo wa vizuizi vilivyounganishwa. Kimsingi, ni hifadhi data ambapo makundi ya nyaraka yanayoitwa vizuizi yanaunganishwa kwa mnyororo kwa kutumia usimbaji fiche. Ni mtandao wa kompyuta wa nodi ambao unasimamia kwa njia ya kipekee na salama rejista ya umma ya mlolongo wa vizuizi vilivyotajwa. Kila kizuizi kina seti ya data na taarifa kama vile miamala. Blockchain inasimamiwa kwa uwazi na kusambazwa na inaweza kutazamwa kwa wakati halisi na watumiaji wote wa mtandao ambao wana nakala yake bila hitaji la udhibiti kutoka kwa chombo cha kati. Kwa hivyo, inawezekana kutumia teknolojia ya blockchain kuunda rejista isiyoweza kubadilishwa, kufuatilia maagizo, malipo, akaunti na miamala mingine. Vizuizi vinaweza tu kuongezwa kwenye hifadhi data, havibadilishwi wala kufutwa. Wakati uidhinishaji wa kuongeza kizuizi kipya unafanyika, kila nakala ya rejista inayoshikiliwa na kila mtumiaji inasasishwa kiotomatiki. Kwa njia hii, watumiaji wote wa mtandao wanaweza kutazama na kudhibiti kwa uhuru jumla ya miamala iliyofanyika na kusajiliwa kwenye blockchain hiyo tangu kuundwa kwake hadi wakati huo. Muhtasari wa kihistoria kuhusu sarafu za kidijitali. Blockchain ya kwanza ilibuniwa pamoja na Bitcoin, ambayo ni sarafu ya kidijitali ya kwanza kuwahi kuundwa duniani. Tarehe 31 Oktoba mwaka 2008, jioni ya Halloween, akijitambulisha kwa jina bandia la Satoshi Nakamoto, muundaji wake aliwasilisha mradi wa Bitcoin kwa dunia.
Kwenye orodha ya barua pepe ya usimbaji alieleza hivi: nimefanya kazi kwenye mfumo mpya wa malipo ya kielektroniki ambao ni wa moja kwa moja kati ya watumiaji bila wapatanishi na unaondoa hitaji la wadhamini. Kwa maneno haya, Satoshi Nakamoto alizindua Bitcoin na kuzaliwa kwa sarafu ya kwanza ya kidijitali duniani. Hadi leo, utambulisho halisi wa Satoshi Nakamoto umezungukwa na siri. Haijulikani hata kama jina bandia hili linarejelea mtu mmoja au zaidi. Kumekuwa na dhana mbalimbali, lakini hakuna hata moja iliyowahi kuthibitishwa. Na kwa uwezekano mkubwa utambulisho halisi wa mvumbuzi wa Bitcoin, baba wa sarafu zote za kidijitali za sasa, unatarajiwa kubaki kuwa siri isiyoweza kutatuliwa milele. Ndivyo ilivyokuwa kwamba mwaka 2008 ilizaliwa sarafu ya kwanza ya kidijitali bila nchi zinazotoa wala benki kuu. Badala yake kulikuwa na blockchain, rejista ya kidijitali ya umma ya miamala isiyoweza kubadilishwa na inayosasishwa na jamii ya watumiaji, ambayo usimamizi wake unahitaji kompyuta zenye nguvu sana na nishati nyingi ya umeme kwa ajili ya kuendesha mfumo. Mwaka 2009 Bitcoin ilikuwa bado teknolojia ya niche na haikuwa na soko halisi. Mara ya kwanza Bitcoin ilipotumika kununua bidhaa halisi ilikuwa tarehe 22 Mei 2010, wakati mpangaji programu Laszlo Hanyecz alinunua pizza 2 kutoka kwa mgahawa wa chakula cha haraka wa Marekani Papa John's wa Bitcoin 10,000. Tukio hili ambalo lilipewa jina la Bitcoin Pizza Day limekuwa sikukuu halisi ndani ya ulimwengu wa sarafu za kidijitali na hukumbukwa kila mwaka. Inashangaza kufikiria kwamba mwaka 2010 kununua pizza 2 kulihitaji Bitcoin 10,000, wakati leo, baada ya miaka 15 tu, zingekuwa na thamani ya takriban bilioni 1 za dola au euro. Tangu kuzaliwa kwa Bitcoin hadi leo, maelfu mengine ya sarafu za kidijitali yameundwa. Baadhi zimefanikiwa, zingine hazijafanikiwa sana. Protokali nyingine za usimbaji zimeundwa na kutekelezwa. Lakini ili kuunda nodi kwa ajili ya uchimbaji, bado ni muhimu kujipatia kompyuta yenye uwezo mkubwa wa hesabu, jambo ambalo pia linahitaji matumizi makubwa ya umeme, pamoja na kuhitaji ujuzi wa kompyuta kwa ajili ya usimamizi wa programu, ambazo si rahisi kwa kila mtu. Kifaa cha kawaida cha uchimbaji kinaweza kugharimu kutoka euro 500 hadi maelfu kadhaa, na kinahitaji matengenezo ya mara kwa mara, bila kuhesabu gharama za umeme. Kwa hivyo, kwa kweli, ulimwengu wa Bitcoin na sarafu za kidijitali zilizofuata, ingawa unalenga katika ugatuzi wa usimamizi wa miamala ya kifedha, umebaki kuwa mgumu kufikiwa na kutumiwa na watu wa kawaida. Na imekuwa hivyo hadi kuibuka kwa Pi Network na sarafu yake ya kidijitali Picoin. Tuzungumze kuhusu Pi Network. Ni kwa nia ya kuunda mfumo mpya wa kiuchumi ambao ni wa ugatuzi zaidi na kweli unapatikana kwa kila mtu, ambapo mwaka 2019 Pi Network ilizaliwa pamoja na sarafu yake ya kidijitali Picoin. Iliundwa na kuendelezwa na wahitimu wa chuo kikuu cha Stanford nchini Marekani. Pi Network ni mradi unaolenga kuunda mfumo wa kiuchumi na sarafu ya kidijitali inayoweza kudhibitiwa na kutumiwa na idadi kubwa ya watu iwezekanavyo, hata wale ambao hawana ujuzi wowote wa kompyuta. Picoin inatumia mfumo wa uchimbaji madini ambao hutumia umeme kidogo, na hivyo ni rafiki zaidi kwa mazingira. Mfumo unaopatikana zaidi kwa kila mtu, kwani umeundwa pia kwa wale ambao hawana uwezo wa kifedha na vifaa vya kununua na kusimamia mtambo wa uchimbaji madini wa gharama kubwa na mgumu kutumia, kama zile zinazohitajika kuchimba sarafu nyingine za kidijitali. Kikundi cha utafiti kinachoongoza mradi huu kinaongozwa na Nicholas Kokalis na Cheng Diao Fan. Nicholas Kokalis ndiye anayesimamia teknolojia. Amehitimu shahada ya uzamivu katika chuo kikuu cha Stanford na alikuwa mhadhiri wa kozi ya kwanza ya chuo kikuu kuhusu matumizi yasiyo na udhibiti wakati mwaka 2018. Kazi yake inazingatia mchanganyiko wa mifumo iliyosambazwa na mwingiliano wa binadamu na kompyuta ili kufanya sarafu za kidijitali zipatikane kwa kila mtu
akiwa na imani ya muda mrefu juu ya uwezo wa kiteknolojia, kifedha na kijamii wa sarafu za kidijitali. Anajitahidi kushinda vikwazo vya sasa na kusambaza teknolojia ya blockchain kwa idadi kubwa zaidi ya watu. Daktari Cheng Diafan ndiye anayehusika na bidhaa. Akiwa na shahada ya uzamivu kutoka Stanford katika sayansi ya anthropolojia, anatumia kompyuta za kijamii ili kuachilia uwezo wa binadamu kwa kiwango cha kimataifa. Kupitia kuboresha mwingiliano kati ya binadamu na kompyuta na uchambuzi wa mienendo ya kijamii na kiuchumi ya baadaye kwenye wavuti, anaunda mtandao wa Pi ili kuwashirikisha watu kote ulimwenguni, kuwawezesha kushiriki na kupata malipo kwa michango yao na kuunda mfumo jumuishi. Lengo ni kuwapa watu uwezo wa kutumia nguvu zao za maamuzi na kuzalisha thamani na uvumbuzi kwa jamii na ulimwengu mzima. Mtandao wa Pi kimsingi ni mfumo wa blockchain mtandaoni unaopatikana kwa yeyote duniani kote, ambao unatumia Pi, sarafu mpya ya kidijitali, kutoka kwa watu wa kawaida ambayo unaweza kuchimba kwenye simu yako ya mkononi bila malipo na kwa urahisi. Ni mradi mchanga ulioanzishwa tarehe 14 Machi 2019, ulizinduliwa kwenye mtandao wazi hivi karibuni, tarehe 20 Februari 2025, lakini tayari umekuwa ukweli ulioimarika vizuri, na kwa sasa una zaidi ya watumiaji milioni 100 duniani kote, na unaendelea kukua. App ya Pi Network inajumuisha pochi ya kidijitali ambapo unaweza kuweka sarafu zilizokusanywa na ambayo unaweza kutumia kuhamisha Pi kati ya watumiaji, kufanya manunuzi katika mtandao mkubwa wa maduka ambayo yanakubali Pay with Pi, au kuhamisha Pi kwenda kwenye pochi nyingine za kibinafsi kwenye masoko mbalimbali ya kubadilishana ambayo yanaorodhesha Pi, ambapo unaweza kubadilisha au kuuza Pi zako. Miamala na manunuzi hufanyika kwa urahisi na haraka kwa kutumia kipengele cha Scan to Pay kinachohusishwa na pochi yako. Inatosha tu kuchanganua QR code inayohusishwa na pochi ya Pi ili kuweza kutuma au kuomba malipo au kufanya manunuzi kwa kutumia Pi. Hadi sasa kuna zaidi ya biashara milioni 1 kote ulimwenguni zinazokubali Picoin kama njia ya malipo, na kazi inaendelea ya kuingiza katika mifumo ya kawaida ya malipo ya kielektroniki. Mtandao wa Pi unajieneza haraka kimataifa, pia kutokana na sifa zake za kuwa harakati ya kweli ya kijamii inayojumuisha. Upanuzi wa aina hii kwa muda mfupi sana haujawahi kuonekana katika ulimwengu wa sarafu za kidijitali. Hii inatokana na upatikanaji kwa wote, kutokana na urahisi wa kujisajili na kusimamia programu kutoka kwenye simu yako ya mkononi. Kabla ya Pi hakukuwa na sarafu ya kidijitali ambayo ingeweza kuchimbwa kutoka kwenye simu yako ya mkononi. Sifa ya ubunifu sana, inayounda mfano wa kihistoria ambao unaweza kubadilisha mustakabali wa sarafu za kidijitali. Katika muda mfupi tangu kuanzishwa kwake kwenye Open Network, Picoin tayari imejiweka katika nafasi kati ya sarafu 15 za kidijitali za juu, ikiwa na thamani ya wastani ya soko inayobadilika kati ya euro 1 na 2. Baadhi ya wataalamu wa sekta wanakisia kwamba kufikia mwisho wa mwaka 2025, thamani ya wastani ya Picoin inaweza kuwa kati ya euro 50 na 100, na kwamba kutokana na upekee wake na usambazaji wake mpana katika ngazi zote, Pi Network na Picoin zinaweza kujitokeza kama tukio la kiwango kikubwa, kimsingi Bitcoin mpya. Hadi leo, upatikanaji wa sarafu nyingi za kidijitali umekuwa mgumu sana kwa watu wa kawaida. Lakini sasa Pi inaweka nguvu ya sarafu yake ya kidijitali kwenye kiganja cha mkono wako, ikikupa fursa ya kuchimba Pi moja kwa moja kutoka kwenye simu yako ya mkononi. Leo unaweza kuchimba Pi kwa urahisi kwa kusakinisha programu ya Pi Network na kuiwasha kila baada ya saa 24. Programu ni nyepesi sana na haitumii betri ya simu kwa kiasi kikubwa. Hata hivyo, mara tu unapowasha uchimbaji, unaweza kufunga programu. Uchimbaji utaendelea kiotomatiki kwa saa 24, kisha utasimama. Ili kuanzisha tena, ingia tena kwenye programu na bonyeza kitufe chenye umbo la radi ili kuanza tena kupata Pi. Mfumo wa uchimbaji wa Pi Network una njia rahisi na ya meritokratiki. Mara tu unapoweka programu,
Kwa kuitumia, utakuwa tayari unachangia katika uendeshaji wa mtandao kwa nafasi ya mpainia, na utaanza mara moja kukusanya pi kama zawadi. Lakini kuna nafasi nyingine za kuchukua na zawadi zinazohusiana za kupokea kwa njia ya kuongeza kasi ya kukusanya sarafu. Kwenye programu, utapata taarifa zote zinazohusiana na nafasi hizo. Kwa mfano, nafasi ya balozi inapatikana kwa kualika watu wengine. Ukitumia msimbo wangu wa mwaliko kujiandikisha, mimi na wewe tutapata bonasi ya 25% kwenye kasi ya uchimbaji. Wakati wa usajili, pia utapokea msimbo wako wa mwaliko binafsi ambao unaweza kutumia kualika wengine. Kwa kila mtu atakayejiandikisha akitumia msimbo wako, utapewa bonasi ya ziada ya 25% kwenye kasi. Bonasi hizi zinaongezeka pamoja. Hii inamaanisha kwamba wakati wewe na watumiaji wengine 4 uliowaalika mtakapokuwa mnafanya uchimbaji kwa wakati mmoja, utapewa bonasi ya jumla ya 100% zaidi kwenye kasi ya msingi. Hata hivyo, kila moja ya bonasi hizi itaingia kazini tu wakati wewe na mtumiaji aliyehusishwa na bonasi hiyo mtakapokuwa mnafanya uchimbaji kwa wakati mmoja. Ukishazoea programu na mfumo mzima wa Pi Network, ikiwa utaamua kuendelea kutumia fursa hii nzuri, wakati huo utahitaji kufanya utaratibu wa KIT, Know Your Customer, ambayo inamaanisha mjue mteja wako. Inahusisha kutoa maelezo yako ya kibinafsi na picha ya mbele na nyuma ya kitambulisho chako. Zaidi ya hayo, wakati wa KIT utahitajika kupiga picha kadhaa za selfie katika nafasi mbalimbali za uso. KIT inatumika kuhakikisha usalama wa mtandao. Kimsingi, ni ukaguzi wa kidijitali wa utambulisho. Ni njia ya kuthibitisha kwamba wewe ni mtu mwenye utambulisho halisi na si mtu anayejaribu kutumia wasifu wa uongo ili kukusanya pi kwa njia ya udanganyifu. Ni ukaguzi wa awali wa usalama muhimu ili kuweza kuendelea na uundaji wa pochi yako ya kidijitali, ambapo utaweza kuhamisha sarafu utakazokusanya kwa kuchimba. Pochi hiyo itakusaidia kutumia, kubadilisha au kuuza pi zako. Hata hivyo, unaweza kupakua programu, kujisajili, kuanza kuchimba na baadaye kuamua kama utaendelea na KIT au la, ikiwa tu utataka. Kuanzia wakati wa usajili, utapewa muda wa kuchunguza, kuelewa na kufurahia vizuri zaidi vipengele vingi vya mradi huu ambavyo vinaenda zaidi ya kuwa fursa rahisi ya kupata mapato, na utaweza kuamua kwa utulivu kama utaendelea au la. Yote haya yatatokea bila gharama yoyote. Hautatakiwa kamwe kutoa maelezo ya kadi za mkopo au njia nyingine yoyote ya malipo. Ni muhimu iwe wazi kwamba yote ni bure. Kwa wakati huu, nadhani nimekuambia yote muhimu ili kuanza safari hii. Kama mradi unakuvutia na unataka kujiunga na Pi Network na kuanza kuchimba pi mara moja, unachotakiwa kufanya ni kupakua programu na kuiweka kwenye simu yako ya mkononi. Ili kupokea pi yako ya kwanza bure na kupata bonasi ya 25% zaidi kwenye kasi ya uchimbaji, pakua programu kupitia kiungo hiki ambacho pia utakipata kwenye maelezo yaliyoandikwa ya video hii. Minepi.com Andrea Ganora. Skrini hii itaonekana. Bonyeza moja ya vitufe vya kupakua. Mara baada ya kupakua programu, isakinishe, na wakati wa usakinishaji unapoulizwa nani aliyekualika, tafadhali usisahau kuingiza nambari yangu ya mwaliko, nambari ya rufaa, Andrea Ganora. Kwa njia hii utapokea pi yako ya kwanza bure. Zaidi ya hayo, kasi yangu na yako ya kukusanya sarafu ya kidijitali itakuwa 25% zaidi kuliko kiwango cha msingi. Hizi ni bonasi ambazo usingepata ukipakua programu moja kwa moja kutoka Apple Store au Play Store. Ikiwa video imekusaidia kwa namna yoyote, ninafurahi sana. Kama umeipenda na kukaribisha kuishiriki, na kama unataka kuchangia kukua kwa chaneli yangu, jisajili na bonyeza kengele ili ubaki na habari kuhusu machapisho ya video zangu zijazo. Wakati huo huo, na kushukuru
na nakutakia maisha mema na uchimbaji wenye furaha.